Hello wadau wetu wa KingoFarm. Karibuni tena kwenye channel yetu. Tuendelee kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na ufugaji. Sasa leo nimekuandalia makala inayohusiana na namna ambavyo utapambana na mafua shambani kwako au kwa kuku wako. Huna haja ya kuhangaika sana kununua madawa ya dukani wakati kuna mimea ambayo utaipata kwa bei rahisi bila gharama yoyote. Ukiichanganya kuku wako wanapona mafua au ufanisi wake unaenda sawa na zile dawa za dukani, na wakati mwingine hii mimea ukiichanganya inazidi hata kwa zile dawa za dukani. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho ili utakapoona kuku wako wana dalili za mafua, aidha wanapiga chafya, wanakoroma au vyovyote ambavyo utakuwa umewaona. Sana sana kwenye kupiga chafya na kukoroma, huko ndio huwa tunajua sana kama wana mafua. Vile vile pia huwa wanakuwa wanaanza kutoa macho, yanatoa machozi, baadaye yanakuwa yana utando mweupe kama ugali, basi unajua yale ni mafua makali ambayo yapo kwenye stage mbaya. Utatumia mchanganyo huu. Nitakuelekeza michanganyo miwili ambayo unaweza kuitumia. Mchanganyo wa kwanza utautumia ukiona bado wanaendelea kupiga chafya, basi nitakuelekeza mchanganyo wa pili ambao pia unaweza kuwapa. Unaweza ukapambana kwa kutumia vitu vya asili tu na kuku wako wakapona mafua kabisa. Nadhani wiki iliyopita tulikuwa tuna broiler hapa shambani, waliingiwa na mafua sana. Hatukununua kabisa dawa ya dukani. Imagine ni broiler na walikuwa ni wadogo, walikuwa wana wiki 2, waliingiwa na mafua. Hatujaua broiler hata mmoja kwa mafua. Broiler wote mpaka sasa hivi wako salama kabisa. Kwa wale ambao mpo kwenye kundi, tulikuwa tukiwaonyesha wale broiler jinsi ambavyo tulikuwa tukipambana nao na kuwatibia mafua. Wale broiler hajafa hata mmoja kwa mafua mpaka leo hii tunawauza, wala hawana changamoto yoyote. Wanaendelea tu kupiga chafya kwa mbali, lakini mafua hayawasumbui tena kwa sababu sisi tunaendelea kuwapa hii michanganyo ya asili. Kwa wale ambao wanataka kujiunga na hili kundi letu ili wao wanapata update nyingi sana za ufugaji, na pamoja na ushauri na maelekezo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji, unaweza ukalipia ada ya 8,000 kwa muda wa miezi 2, tukakupa madarasa ya ufugaji. Pia kama una maswali, una changamoto, ukiuliza utakuwa unajibiwa hapo hapo kwenye kundi la WhatsApp. Pia ukijiunga na hili kundi unaweza kupiga simu na ukaelekezwa, ila tu uwe tayari kulipia ada ya shilingi 8,000. Lakini vile vile tuna vitabu ambavyo vitakupa miongozo yote ya ufugaji, ya uleaji wa vifaranga kuanzia day 1 mpaka unawatoa wa aina yoyote ile, kwa kutumia gharama nafuu kabisa, kwa kutumia vitamini za asili, booster za asili, tiba za asili. Utaweza kutengeneza chakula wewe mwenyewe kwa malighafi ambazo zinapatikana kwenye mazingira yako ya kawaida. Chakula kwa bei nafuu, lakini kinakuwa chakula bora. Tuna vitabu vyote ambavyo vina miongozo hiyo yote, na utawafanya kuku wako waweze kuwa na afya bora kwa gharama nafuu kabisa. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tiba za asili. Tuna safari ya ufugaji kwa ajili ya chotara pamoja na layers, lakini pia tuna ufugaji wa broiler, lakini vile vile tuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hata kwa wale wa kuku wa kienyeji, hiki kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kimeelekeza mbinu zote za kumfuga kuku wa kienyeji ili wazaliane, uweze kuwapata kuku wa kienyeji wengi zaidi. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Ukilipia unatumiwa hapo hapo. Kumbuka kitabu ni shilingi 10,000. Kuna mtu niliona amecomment anasema alituma 5,000 wa kutumiwa kitabu. Jamani, inasikitisha sana kuona binadamu mtu mzima anaongea kitu ambacho ni cha uongo. Yaani anaongopea watu, anaongea kitu ambacho cha uongo. Una comment kwa ulipa 5,000 au kutumiwa kitabu, kitu ambacho sio kweli. Hatujawahi kuuza kitabu shilingi 5,000 na hakuna mtu ambaye alishawahi kulipia hela na asitumiwe kitabu, haipo. Ukilipia hela ukapiga simu ukatoa maelekezo, tunakutumia kitabu chako hapo hapo. Wala hatukusubirishi, wala hatuna muda wa kukutapeli au kukudhulumu kwa namna yoyote ile. Tumewasaidia wafugaji wengi sana na wanafanikiwa sana sana sana. Tuna watu kwenye kundi la WhatsApp ambao pia tunawahudumia vizuri kabisa na wanapata matokeo mazuri. Lakini vile vile tuna watu ambao wananunua vitabu, wanatupigia simu na wanatupatia mrejesho kwa vitabu vinawasaidia sana. Kwa hiyo hatuna haja ya kukudhulumu hela yako au kukutapeli, hapana. Kama kweli unahitaji huduma, tutafute, tukupe maelekezo, ulipie, tukutumie kitabu. Pia kwa wale ambao wanahitaji incubator, sisi tuna aina 2. Tuna incubator ya kwanza ni incubator ya box. Kama unataka kujifunza, unalipia 10,000, tunakuelekeza namna ya kutengeneza ka incubator kadogo kanakotolesha mayai machache kwa njia ya box tu. Lakini kama unataka incubator zenye mayai mengi kuanzia mayai 60 na kuendelea, tunauza incubator kwa gharama nafuu na tunasafirisha mikoa yote Tanzania na nje ya Tanzania. Utasafirishiwa iwapo tu utatoa maelekezo.
Kama unahitaji huduma zetu basi chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Sasa tuangalie huu mchanganyo ambao tuliutumia kwa broiler na mpaka tukafanikiwa kuwauza. Imagine walianza kuwa na mafua wiki ya pili, tumekuja kuwauza ile wiki ya 4. Hakuna changamoto yoyote. Hakuna aliyekufa, wanaendelea vizuri kabisa na tunawauza wakiwa na afya nzuri, hawajateteleka hata kidogo. Yote haya tumeyatumia tiba za asili. Kitu cha kwanza tulikuwa tuna mchanganyo ambao tulianza kuwapa zile siku 5 za mwanzo. Hapa tuliweka limau, tulichukua limau zile kubwa, limau kubwa zilikuwa 2, tangawizi tukaweka 2, vitunguu saumu tuliweka kitunguu saumu kimoja, yani kimoja na zile punje zake zote. Pia tukaweka na pilipili, tulipata zile pilipili ndogo ndogo, pilipili kichaa zile ndogo ndogo tukaweka kiganja kimoja. Tukaongeza na aloe vera majani 2. Huu mchanganyo tuliusaga tukaweka kwenye maji lita 10. Tuliwapa kwa siku 5. Kuku walipunguza kukoroma, wengine waliendelea kupiga chafya kwa mbali kabisa. Kukoroma nadhani waliacha kabisa, ila kupiga chafya walikuwa wanaendelea. Ukiingia bandani bado ukawa unasikia chafya kwa mbali. Tukarudia tena tukawapa mchanganyo mwingine sasa, kwa ajili ya kuweza kupambana tu hiyo na hali ya mafua, japo hakuna kuku aliyekufa. Mchanganyo wa pili tukaweka limau 2, aloe vera majani 2, kitunguu maji tuliweka vitunguu maji 2, vitunguu maji 2 vizima vya saizi ya kati, kitunguu saumu kimoja kizima, tangawizi 2, tukaongeza na yale majani ya mzungwa. Majani ya mzungwa tuliongeza viganja 4 vya majani ya mzungwa. Tukablend mchanganyo vizuri kabisa, tukaweka kwenye maji lita 10. Tukawatibia tena kwa zile siku 5 za mwanzo. Basi hiyo ndio ilitufanya mpaka leo hii tuweke video hii ya namna bora ya kutengeneza hii dawa za asili kwa kutibia mafua, wala usitumie gharama yoyote ile. Jamani, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa. Kwa wale ambao wapo kwenye kundi tumewaonyesha jinsi ambavyo tulikuwa tukipambana na hawa kuku tangu wiki ya 2 mpaka leo hii tunawauza hawa broiler, tunapambana nao kwa hali hiyo. Hawajateteleka, afya zao ni bora. Yaani ukiwaona kama hawakuumwa mafua, lakini banda zima walishambuliwa na mafua. Lakini vile vile kuna wale waga wanawapa chanjo ya mafua kuku wao, ile NDIB huwa inapunguza kasi ya kupata mafua. Japokuwa kwa broiler hawa hatukuwapa ile chanjo ya NDIB kwa sababu saizi upatikanaji wake kwa huku tulipo sio mzuri, haipatikani sana. Kwa hiyo tulikuwa tukiwapa tu hizi za asili, kwa hiyo wakawa wana kinga imara, na ndio maana hata tulivyowatibia tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Yaani tumefanikiwa kwa 100% kwa sababu hakuna kuku aliyekufa kwa mafua. Mpaka dakika hii kuku wamepona, ukiingia wanapiga chafya kwa mbali, lakini haziwasumbui chochote, haziathiri chochote, wanakula, wanakunywa maji. Tunaendelea kuwapa michanganyo ya asili kila siku ili mafua haya yasiwaendeshe. Unapokuwa unawapa hii michanganyo ya asili kwa mfano ambayo inatibu mafua kuku wako, hata kama wana mafua, basi yale mafua hayawezi kuwadhuru, hayatawapelekea wao kufa. Wataendelea kuchangamka, kupiga chafya kwa mbali, baadaye wengine watakuwa wanaacha kupiga chafya na wengine watakuwa wanaendelea kupiga chafya, lakini utafikia kwenye malengo yako. Kama ni kuuza utawauza, na kama ni kutaga pia utakuta wanataga, wala hakunakuwa hamna shida yoyote. Kwa hiyo usiache kabisa kuwapa hii michanganyo ya asili kwa sababu ni muhimu na inatusaidia sana. Kwa wale ambao wanahitaji vitabu vyetu, vina maelekezo yote ya namna ya kutibia magonjwa yote, sio tu mafua, magonjwa yote, namna ambavyo utayatibu na kuyakinga kwa kutumia mimea, kwa kutumia gharama nafuu kabisa. Kwa hiyo ulikuwa hakuna haja ya kwenda kununua Endrovet ambayo inauzwa 15,000, 16,000 mpaka 18,000. Badala yake unatumia tu majani na unawatoa kuku wako vizuri kabisa. Kwa sababu hata ungenunua Endrovet ungeishia kwenye matokeo haya. Hata ungenunua Tylodox ungeishia kwenye matokeo haya, au pia na wasingepona, wengine wangekufa. Asanteni sana.